Hii ni Mtoro TV. Naam, ni siku ya furaha kwa waumini wote ulimwenguni wa dini ya Kiislamu, na nipo na moja ya waumini ambao tumekutana nao hapa katika masjidi hii, Masjidi Mtoro. Asalamu alaykum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuze jina lako kwa faida ya watazamaji, itakuwa si vibaya. Mimi naitwa Sheikh Mohamed Isa. Ni miongoni mwa wanaolingania katika Uislamu na pia nasali msikiti huu na leo. Leo ni siku ya Eid al-Fitri. Neno lako kwa Waislamu wote wa Tanzania hii na ulimwengu wote kwa ujumla? Mashallah, siku ya Eid ni siku ya furaha, ni siku ya watu kuunga nyoyo baina yao katika ndugu dhawil arhami, wale ambao ni ndugu wa kuzaliwa na wewe, lakini pia kwa Uislamu kwa ujumla, na kwa msisitizo mkubwa zaidi kwa wale ambao hawana uwezo kiuchumi. Wako mayatima, wako wajane, wako wazee, wako maskini ambao siku hii nyoyo zao zinasononeka wakiona sisi tunapita, wengine wanapita na mambo yao, wamevaa nguo mpya na vinginevyo. Basi jambo kubwa kwa Muislamu aliyofunga, hasa mwenye athari ya saumu, ni kuhakikisha anawatazama wale walio chini, kuwaondolea huzuni yao katika siku hii ili na wao wapate kufurahi. Mimi kimsingi nilifungua jana, lakini sikujaliwa kusali swala ya Eid jana. Sasa leo wanasali ndugu zangu ambao wamefungua leo, mimi nikaona nisali leo, na hili ni fundisho kwa watu. Kuna watu wanadhani kwamba kuna ugomvi katika mambo haya. Madhali huyu alifungua jana, mimi nimefungua leo. Mwingine leo wakati watu wako kwenye furaha, yeye ameanza kufunga 6. Sasa unafunga 6 wakati watu wako kwenye furaha siku zote 3 hizi. Ulitakiwa uungane na wenzio ili mfurahie siku ya Eid. Sawa, wewe ulifungua jana, hawa wamefungua leo, lakini hakuna sababu ya Waislamu kusukumana kwenye mambo haya. Sasa hili ni fundisho. Mimi ni kiongozi katika taasisi ambayo nimo, lakini leo nimesali Eid pamoja na Waislamu wenzangu. Umenikumbusha kitu, Sheikh, umenikumbusha kitu. Jana katika moja ya usafiri ambao nilikuwa nimepanda ni public, na moja ya Sheikh aliyokuwa mule amesema Waislamu tunakula leo, Wakristo wanakula kesho. Hili unaliwekaje? Hili ndio tatizo kubwa tulilonalo, na naomba Waislamu wanisikilize. Tuko katika wakati mgumu mno. Dunia nzima Uislamu unapigwa vita. Angalieni Palestina. Leo sisi tunakula Eid hapa, kuna watu wanakula mabomu tu kule. Hawajafunga saumu, wamezuiwa vyakula, vinywaji, watoto, wajane, na dunia nzima Uislamu ndio ulioelekewa kuwa kupigwa vita. Alafu tunapigana vita wenyewe kwa wenyewe. Wako ambao leo hii hasali kwenye msikiti ambao panasomwa dua ya kunuti alfajiri. Hasali na anakuambia kabisa mimi sisali pale. Na wako ambao kama ulivyosema wanaona misikiti ya wenzao ni kama kanisa. Hii kauli kwamba sisi tumefungua leo, wanaofungua kesho ni Wakristo, haya ni maneno ya mtu ambaye hajui Uislamu. Huyu ni mtu wa kulinganiwa, huyu ni jahilu murakkab. Waislamu ikhtilafu zipo, maimamu wetu walikhtilafiana, lakini hawakugombana, hawakuonana maadui, walipendana. Imamu Shafi na Imamu Ahmad bin Hanbali mfano mzuri. Imamu Ahmad bin Hanbali huyu ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi na imamu wa fiqh. Imamu Shafi yeye imamu mkubwa wa fiqh na hadithi pia, na alimfundisha Imamu Hanbali, alifundishwa na Imamu Shafi, lakini Imamu Shafi yeye akileta kunuti alfajiri, Imamu Ahmad bin Hanbali haleti kunuti alfajiri. Siku Imamu Shafi alipomtembelea Imamu Ahmad bin Hanbali, Imamu Ahmad alimpa Imamu Shafi aswalishe. Imamu Shafi'i aliswalisha siku hiyo na akaomba dua ya kunuti, na Imamu Ibn Hanbal alisali nyuma yake. Sasa huu ugomvi, haya mambo ya kuonana kwamba hawa ni Wakristo kwa sababu wao walifungua jana au wamefungua leo, huu msikiti wanaswali kunuti mimi siwezi kusali, huu hawaleti kunuti mimi siwezi kusali. Haya ni mambo ambayo kwa kweli ni ujahili, na lazima Waislamu tuwekemee, hasa viongozi lazima tuwekemee. Mimi nimesali leo makusudi ili wakuzungumza azungumze. Sheikh Mohamed Isa mbona kasali na wale? Nimesali ndio. Na umefungua jana na unasali leo. Nimefungua jana, nimesali leo, kwa sababu wanaosali leo ni Waislamu, waliosali jana Waislamu. Sasa huu ugomvi unatoka wapi mpaka ifike mahala mtu aseme mimi siwezi kusali? Ukiwa hujasali Eid siku ile ambayo wewe unaetakidi unasali, hukujaliwa, sali hata kesho yake. Mafundisho ya Mtume yanasema hata siku ya 3 usali. Kwa hiyo mimi nimesali leo Masjidi Mtoro hapa, msikiti huu wangu, na sali hapa na darasisha hapa. Kwa hiyo nimejisikia furaha sana kujumuika na ndugu zangu wote hawa.
na hakuna jingine ile kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku hii ya leo, siku ya jana, siku hizi tatu. Waislamu tutiliane furaha, tualikane vyakula, usile peke yako wewe na familia yako wakati kuna jirani hana kitu cha kula pale. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini Sheikh, la kumalizia, la mwisho kabisa, tunaweka nukta hapo. Hivi ambavyo unavyofanya wewe, hizi harakati ambazo unazozifanya wewe, kana kwamba umefungua jana na unaswali leo, inawezekana ikawa sio mara ya kwanza, lakini hujawahi kusikia labda kwa mashehe wenzio ambao wao waliofungua jana kwamba kwa nini unaonekana kama unawafuata hawa wengine? Hayo yanasemwa sana tu, lakini kila mtu katika hii dunia ujue utahesabiwa wewe peke yako. Siku utapokwenda mbele ya Allah utakwenda peke yako tu. Walakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, mmetuijia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo. Mimi si mara ya kwanza. Sisi kuna mwanzoni, wakati hata yajawa mambo haya, watu wanaweza wakafungua wakasali kwenye msikiti, ilikuwa tunafungua hatusali kabisa, tunasubiri tusali kesho pamoja na ndugu zetu ambao bado walikuwa wamefunga. Hivi ndivyo tunatakiwa tufanye pia. Kama unasali siku hiyo sali, kama hujajaliwa kusali siku hiyo sali kesho na ndugu zako, wala usiseme mimi ya kwangu ilishapita jana, ya kwako ipi na haya ya hawa ipi. Sote Waislamu. Sote sisi ni Waislamu. Hili ndio kubwa la kuhesabu, sisi sote Waislamu. Na saa zangu kwa vijana wengi ndani ya mwezi wa Ramadhani wameacha yale mambo wakifanya ya ujana. Hawaendi kwenye madisco, hawaendi kwenye maeneo. Misikiti ilikuwa inajaa. Kujirusha, misikiti inajaa. Sasa misikiti isirudi kuwa leo hii ya kwanza tu, misikiti irudi kuwa minyonge. Watu siku ya Idi hawasali adhuhuri. Salatu dhuhuri haiswaliwi. Kwa nini watu wanakula vyakula kule? Jamani, kama tulifunga saumu, basi yule tulikuwa tukimwabudu katika Ramadhani yuko hai daima, hafi. Kwa kumalizika Ramadhani sio ibada imalizike. Vijana, epukeni yale mlikuwa mnayafanya kabla ya Ramadhani, mkayaacha, mkawa kwenye Ramadhani hamuyafanyi. Mlikuwa mwendi kwenye madisco, mwendi kwenye mapombe, leo utakuta vijana wa Kiislamu wamerudi kwenye kulewa. Leo amelewa na yuko na kimada wake aliyomwacha katika Ramadhani, leo anamrudia. Wewe ulifunga saumu au ulishinda njaa? Kuna kushinda njaa na kuna kufunga saumu. Walioshinda njaa utawaona kuanzia leo, lakini wale waliofunga utawaona wanaendelea na ibada zao. Hili ndio kubwa la kuonyesha kwa Khatibu ametuambia inawezekana tulichokifanya mwezi wa Ramadhani kikaendelea. Ramadhani ni mazoezi tu. Huwa nawaambia watu wale wanaopenda mpira, hivi ukifanya mazoezi ndio umemaliza? Ukifanya mazoezi unaenda kwenye mechi sasa. Sasa hapa kuanzia leo ndio mechi yenyewe hii. Haya yalikuwa mazoezi tu ya kufanya ibada, ya kusoma Qur'ani, ya kujitolea kusaidia maskini. Sasa tunaingia kwenye mechi yenyewe, miezi 11 tena, ili tukijaliwa Ramadhani nyingine iwe kipimo. Je, tulifaulu? Ukitaka kujua mtu aliyefaulu kuanzia ni leo. Kumwasi Mwenyezi Mungu leo ni dhambi kubwa mno, ni kuonyesha kwamba wewe ulikuwa unamcheza shere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote tumche Mwenyezi Mungu siku ya Idi kama ambavyo tulivyomcha mwezi mzima wa Ramadhani. Nikushukuru sana. Shukrani sana kwa elimu hii. Ndiyo, ni moja ya mashehe ambaye ametupa faida kubwa sana. Faida nimepata mimi pamoja na wewe ambaye unaendelea kututazama. Shehe ambaye jana alifungua lakini leo tumeswali naye pamoja hapa. Ameweka sawa hilo na amesema si wote ni Waislamu, wote ni kitu kimoja, wote ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi naitwa Mpinga Shari na tunaendelea kuzungumza na baadhi ya waumini ambao wamekuja hapa Masjid Mtoro kuswali swala ya Idi siku ya leo, siku kubwa kabisa, siku adhimu kabisa. Tuendelee kutazama. Hii ni Mtoro TV.